Neno letu leo linasema ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yohana sura ya 11, nianzie mstari wa 1 mpaka wa 4. Naomba leo fatana na mimi vizuri kwa sababu leo ninafundisha. Haleluya. Amen. Kuna siri ambazo nitazifundisha leo kwenye mambo ya kiroho au katika mafundisho yamegawanyika. Haleluya. Amen. Huwa kuna mahubiri huwa mara nyingi yanajaa neno la kukutia moyo, kukufariji na kukuimarisha na kukuonyesha uzuri wa Mungu. Haleluya. Amina. Kwa hiyo ukienda kwenye mahubiri utaambiwa Yesu anaweza, Yesu anaokoa, Bwana yuko pamoja na wewe, usiogope, usikate tamaa. Hayo ni mahubiri. Haleluya. Amen. Lakini pia kwenye mahubiri wakati mwingine anaambatana na roho ya unabii. Amen. Kwa hiyo unaona kama mtumishi anakuongea wewe kabisa, unasema huyu ni mimi, leo nilikuwa nimekata tamaa, na kuna maneno atayaongea utasema kabisa hilo neno limenivusha, na kweli utavuka. Haleluya. Amen. Lakini mafundisho yanakuonyesha mbinu. Amina. Mafundisho yanakuonyesha namna ya utendaji kazi, yaani kwamba kitu gani natakiwa nifanye ili nitoke hapa nilipo niingie hatua nyingine. Kwa sababu kwenye mambo ya kiroho Mungu anataka tukue. Mungu anataka tufanye nini? Tukue. Yaani sio lengo la Mungu wewe uendelee kuwa mtoto kila siku unanyweshwa maziwa, Mungu anataka tufike, kuna wakati wa kukua. Kinachokufanya ukue ni mafundisho, na ikifika kipindi cha kukua kuna wakati Mungu atakuacha. Haleluya. Amen. Kama hujawa na mtoto, kuna siku utakuwa na mtoto. Kuna umri mtoto wako akifika unamwacha akomae, akidondoka unasema acha adondoke. Yaani pale unataka afanye nini? Akue. Yaani kuna wakati utafika utasema huyu hawezi kuendelea kubebwa, mwache, ataumia, lakini unasema anataka akue. Sio kama tuko pamoja? Amen. Sasa Wakristo wengi huwa mkishakuja kanisani, kuna wakati Mungu anakupetipeti. Hata ukiomba bila imani atajibu. Hata kama hujui kufunga, Mungu atatenda. Haleluya. Amen. Ila kuna level utafika Mungu atakuacha. Sio kwa sababu hakupendi. Hiyo ndio Waebrania 12 anasema hakuna baba ambaye hamrudi mtoto wake. Amen. Hiyo inaitwa discipline. Haleluya. Amen. Hakuna nyumba ambayo watoto waga hawachapwi wakikosea. No. Kwa anasema kama Mungu ni baba yetu, kuna wakati atafanya nini? Ataturudi. Ndio hicho kipindi sasa. Ndio maana ukiona huna mapito, kunawezekana wewe bado hujaokoka. Kwa sababu wote ambao ni watoto wa Mungu, Mungu agana namna ya kuwashape. Atakunidhamisha. Tuko pamoja? Amen. Haleluya. Amen. Mungu anaweza kukuacha kiolela tu na tabia yote ile. Kuna namna Mungu atakushughulikia. Hapo Mungu anataka ukue. Amen. Sasa mafundisho ni training. Ni nini? Training. Ni nini? Training. Kwa hapa ninachokifanya leo ninakutrain ili utoke hapo ukafanye wewe, sio mimi tena. Yesu alipokaa na wale mitume 12 aliwatrain ili atakapoondoka yale aliyokuwa anayatenda yeye waanze kuyatenda wao. Hiyo ndio inaitwa kazi ya mafundisho. Akakaa nao miaka 5. Sasa neno la leo ninafundisha wale pia ambao mlikuwepo, nipunguzie kidogo tu. Hapo. Wale ambao mlikuwepo ibada ile iliyopita, niongea juu ya habari za damu ya Yesu. Kama unaijua chaneli yetu ya YouTube, nenda usikilize. Nenda ufanye nini? Sikilize. Haya mambo yatakusaidia ukiyajua. Amen. Ila usipoyajua, hili safa. Na Mungu hana shida.
wewe ndio unachelewa. Kanani waliingia wawili na Mungu alibaki kuwa Mungu. Amen. Ila haukuwa mpango wa Mungu. Mungu alitaka waingie wote. Lakini kuna kanuni, kuna viwango. Mungu akiweka hivyo viwango kwamba hawa ndio watakaoingia, usipovifuata unakwama. Haleluya. Amen. Kwa sasa mafundisho watu wa Mungu yanataka tubadilike. Tufanye nini? Tubadilike. Kwa bahati mbaya watu wa Mungu wengi hatupendi nini? Kubadilika. Nimeomba sana hilo jambo wakati naombea ibada hii, kwamba Mungu leo atupe neema ya kubadilika. Amen. Tunaposema kukua ni kubadilika. Amina. Yaani kwa lugha tu nyepesi, kukua ni kufanya nini? Ni kubadilika. Badilika. Kama uko vile vile, hata kama una miaka mingapi, haujakua. Kama tabia yako ya mwaka huu kama ni inafanana na mwaka jana, bado hujafanya nini? Sijakuwa. Kwa leo nataka tujifunze. Sema amen. Amina. Kwa kwenye ibada hii, ondoka na kitu. Ondoka na nini? Niondoke na kitu. Yaani kuna miujiza hautaipata mpaka umebadilika. Mpaka umefanya nini? Nimebadilika. Mimi nakwambia. Utamlaumu Mungu, utalaumu watu, utamlaumu shetani. Twende sasa Yohana 11. Neno la leo linasema ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Nataka twende taratibu, afu mwisho tutakuwa na maombi makali sana mahali hapa na kila mtu tutaondoka na muujiza. Amen. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana malhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi, maana yake ni mgonjwa. Mstari wa 4. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Haleluya. Amen. Neno letu linasema ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa Mungu. Lazaro anaumwa. Lazaro alikuwa ni rafiki yake Yesu. Yeye pamoja na dada zake Martha na Mariamu walikuwa ni family friend wa Yesu, wana ukaribu. Ikafika wakati Lazaro akaugua, alafu huyu Yesu ambaye ni rafiki yao anaponya watu wengine, anatenda miujiza. Kuna mambo ya ajabu ambayo Yesu anayafanya. Sasa Lazaro alivyougua, Martha na Mariamu wanajua tukienda kwa Yesu, kwanza Yesu anampenda Lazaro, pili Yesu ni rafiki yetu, hata nyumbani kwetu amewahi kufika, lazima atashughulikia kesi ya Lazaro haraka. Yes. Haleluya. Amen. Ila walichoshangaa, Yesu walivyokwenda kumuita akamponye, akwenda, ila alisema ugonjwa huu si wa mauti, yes, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Amen. Sasa Yesu aliposema hiyo sentence alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anauhukumu ule ugonjwa. Yes. Amen. Alikuwa anafanya nini? Anahukumu ule ugonjwa. Anahukumu. Na hicho hapo ndio leo ambapo nitapakazia. Maana yake unaweza kuwa unapitia tatizo, ila unatakiwa ujue namna ya kulihukumu hilo tatizo, kwamba wewe tatizo hautaniangamiza, ila utakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kwamba wewe ugonjwa hautaniua, ila utakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Yaani mwisho wa hili tatizo sio aibu, ni utukufu wa Mungu. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Sasa huu ugonjwa ulikuwa umekusudia kumuua Lazaro, ila Yesu akauhukumu. Yes. Akautamkia hukumu kwamba wewe ugonjwa, japokuwa umekuja kuua, mimi ninakuhukumu, hautaua, bali utukufu wa Mungu utatokea hapo hapo kwenye hiyo shida. Amen. Kwenye huo ugonjwa utatokea utukufu wa Mungu. Haleluya. Amina.
Sasa kanuni ya utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu hauzuiliwi na chochote. Amina. Yaani hamna kitu cha aina yoyote kinaweza kuzuia utukufu wa Mungu. Amen. Hamna mtu, hamna shetani, hamna tatizo, hamna pepo, hakuna chochote. Ndio maana ukienda kwenye ile Warumi 8:28 kwenye tafsiri ya Kiswahili anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi katika kuwapatia mema wale wampendao. Kwenye Kiingereza King James anasema all things work together for good. Maana yake mambo yote yanafanyika kuwa mema katika wale wanaompenda Mungu. Amen. Yaani maana yake Mungu anaweza akatumia jambo lolote kukutendea wewe mema. Amen. Ndio maana mtu kama Yusufu anauzwa utumwani. Lengo lao lilikuwa wamuue. Lengo lao wampoteze, apotee kwenye ramani. Ila Mungu akapita kwenye lile jambo. Hivi tuko pamoja? Amen. Yaani hakuna kitu kinaweza kikauzuia utukufu wa Mungu. Kama Mungu amekukusudia wewe uwe mtu fulani, hakuna cha kuzuia. Amen. Hata lije jambo baya kiwango gani, Mungu atatumia hilo jambo. Atapita kwenye hilo jambo. Mwisho utukufu wa Mungu utaonekana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa kanuni kubwa ambayo inaamua utukufu wa Mungu ni ya kuhukumu. Amen. Haleluya. Amina. Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Yohana 14:12. Tumefika hapo. Amina. Anasema hivi: amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo na yeye atafanya nini? Atazifanya. Huyu ni Yesu anaongea na sisi kwamba kazi alizokuwa anazifanya yeye, tukimwamini na sisi tutafanya nini? Tutazifanya. Kwa hiyo kama Yesu aliuhukumu ule ugonjwa, akasema huu ugonjwa sio wa mauti, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na sisi hizo kazi tunaweza tukafanya nini? Na sisi tunaweza tukahukumu. Haleluya. Amen. Tunaweza tukafanya nini? Tukahukumu. Tukahukumu. Twende Isaya sura ya 54. Isaya 54 mstari wa 17. Isaya 54 mstari wa 17. Anasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Hapa anasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Ila kwa nini haitafanikiwa? Anasema hivi, wewe utaihukumu. Yes. Haleluya. Utafanya nini? Nitaihukumu. Baadaye nitakuonyesha. Anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila hukumu utakayoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Kwa hiyo kama usipo jamani, hajasema Mungu ndiye atahukumu hapa. Hapa hajasema Mungu ndiye atafanya nini? Atahukumu. Sio Mungu, ni wewe. Yes. Ni nani? Ni mimi. Anasema sisi ndio tutauhukumu huo ulimi, tutaizihukumu hizo silaha, kwa sababu neno limesema hizi silaha hazitafanikiwa. Lakini hivi kwa nini silaha wanafanya na zinafanikiwa juu yako? Hatuzihukumu. Kuna mtu ananielewa? Amen. Neno limeshasema, lakini kwa nini silaha bado zinafanikiwa? Neno limeshasema hakuna uchawi juu ya Yakobo, hakuna uganga juu ya Israeli, lakini kwa nini bado unarogwa? Haujawahukumu. Amen. Nasema asubuhi leo tunahukumu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina.
Nakwambia hivi, shetani ana hali ngumu kwenye ibada hii. Haleluya. Amen. Yaani kwa anatetemeka. Twende Waebrania 11. Twende Waebrania 11. Leo ni siku ya kuelewa. Haleluya. Amina. Nataka kuelewa. Waebrania 11 mstari wa 7. Nataka nikuonyeshe namna ya kuhukumu hapa. Waebrania 11:7. Tumefika wote? Amen. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Ngasa kile kipengele cha mwisho. Na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa hiyo Biblia aga ni ajabu sana. Haleluya. Amen. Kama huwa usomi Biblia, kuna vitu huwezi kuvielewa. Na kama unasoma na hauielewi, ndio basi tena. Haleluya. Amen. Yaani hapa anasema Nuhu ndiye aliwahukumu ile gharika mpaka ikatokea watu wakaangamia, wakafa kwa hakuwa Mungu. Haleluya. Amen. Hivi sio kuna mtu ananielewa? Amina. Kwa sababu Nuhu alikuwa ni mwenye haki, yeye peke yake. Hapo wale watu wengine wanafanya mambo ya ovyo. Nuhu akasema hamna. Hao inabidi ni wahukumu. Glory to God. Amen. Biblia inasema Nuhu alihukumu ule ulimwengu. Akahukumu makosa ulimwengu. Wakati Nuhu anajenga ile safina, alikuwa na wahukumu. Haleluya. Amen. Sio tuko pamoja? Amina. Glory to God. Amen. Kwa ningekuonyesha na maandiko mengine, soma Wakorintho wa kwanza, nenda ukatafute ile andiko. Biblia inasema sisi tutawahukumu malaika. Siku Mungu akinipa neema nitakuja niwafundishe huduma ya malaika. Haleluya. Amen. Ni vitu tunatakiwa vielewe. Haleluya. Glory to God. Amen. Ni vitu tunatakiwa fanya nini? Vielewe. Sababu malaika wako chini yetu. Ukishakuwa ndani ya Kristo, malaika wanakuhudumia wewe, wanatuhudumia sisi, wako chini yetu. Siku ya mwisho sisi ndio tutawavalisha taji malaika. Sisi tutavalishwa taji na Bwana. Haleluya. Baada ya hapo we malaika hamna. We usipewe taji nzuri. Kazi yako haikupendeza. Sio kama tuko pamoja. Amen. Ndivyo neno linasema tutawahukumu nini? Tutawahukumu nini? Malaika. Malaika. Asa kama Nuhu pia alivyohukumu ulimwengu, soma kwenye Wakorintho pia. Anasema tutakuja kuhukumu ulimwengu sisi watakatifu. Sasa Paulo akasema kama tutakuja kuhukumu ulimwengu, kama tutawahukumu malaika, kwa nini tusihukumu kwenye ulimwengu huo sasa hivi vitu hivi vidogo vidogo? Paulo anaongea na Wakorintho, anasema nyie mnaniaibisha. Kuna mambo ni madogo mlitakiwa myashughulikie. Ngoja niwaonyeshe hilo andiko. Hapo mwingine anaweza kufikiri kwamba labda prophet alijua. Nitaka mkalitafute. Ila ngoja niwaonyeshe. Niwahurumie. Haleluya. Amen. Wakorintho wa kwanza 6. Anasema hivi: je, mtu wa kwenu akiwa na dawa juu ya mwenzake, athubutu kushtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Wakorintho wa kwanza 6. Haleluya. Amen. Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, amstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Mstari wa 3. Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya. Nikwambia hii mistari kama ukisoma huko rohoni utalia, ila ukiwa mwilini, kwa sababu kama sisi tutakuja kuwahukumu malaika, tutakuja kuhukumu ulimwengu. Paulo anasema tumeshindwa kuhukumu matatizo ya nyumbani kwetu. Haleluya. Amen. Tumeshindwa kuhukumu ndoa zetu. Yaani vitu vidogo vimetushinda kuvitatua, mpaka tunapelekwa kwenye mabaraza. Ndio anachoambia Wakorintho. Anasema hivi, hamjui kwamba ninyi mtakuja mhukumu malaika, ila leo vitu vidogo vinawashinda mpaka mpelekwe kwenye mabaraza wawasuluhishi.
Ni wapendwa wangapi leo ndoa zao zinasuluhishwa? Ukielewa hivi vitu utalia. Haleluya. Amen. Familia ngapi wameokoka, wamejazwa roho, wananena kwa lugha mpaka wanagaragara, ila mpaka wanasuluhishwa. Wafanyabiashara wangapi wanasuluhishwa? Paulo anasema hivyo ni vitu vidogo mno. Hata ukivishindwa hivyo, utawezaje wewe kuhukumu magonjwa? Utawezaje kuhukumu changamoto unazozipitia, hali za kiuchumi, sijui nini? Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Haleluya. Amina. Hautaweza. Neno linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Mambo nikwambie, jana nimesoma, nilikuwa nasoma Kutoka, nimesoma sura ya kwanza mpaka ya 15. Haleluya. Kama usomi Biblia, hebu anza kusoma. Amen. Na usome ukiwa rohoni. Amina. Kwa sababu kuna mambo utayaona, utasema yaani kuna vitu tunateseka kwa sababu hatujui. Haleluya. Amen. Yaani wewe unachotesekea ni kwa sababu ufanye nini? Sijui. Ila Mungu alishafanya. Amina. Yesu alishamaliza pale msalabani. Tumetoka kusherehekea Pasaka. Hiyo haisaidii. Haleluya. Niliwahi kuwafundisha hapa Jumatano moja, nilikuwa nawafundisha juu ya ulimwengu wa roho. Unajua ya mambo watu wengi hawaelewi kwamba ni ya huku duniani. Jamani, mbinguni Pasaka ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe ngapi? Sasa unaweza kama ile tarehe 5 ungeenda mbinguni ungeshangaa. Usingekuta Pasaka. Usingekuta nini? Pasaka. Asa wewe uko busy, baba naombea Pasaka hii. Mbinguni hawakuelewi. Haleluya. Yaani mara nyingi kuna vitu sisi tunafikiri kwamba viko kiroho, haviko kiroho. Ni jamani, anayepanga zile kalenda wanapanga wanadamu. Haleluya. Amen. Subiri uone mwakani kama Pasaka itakuwa tarehe 5 mwezi wa 4. Haitakuwa tarehe 5. Ni watu wana arrange, wanasema Pasaka tuiweke wiki hili. Sijui hiki kikae hapa. Nani inatoka? Glory to God. Amen. Ila mtu wa dini anasema hii Pasaka lazima niende kanisani. Hamna kitu wewe. Glory to God. Amen. Mbinguni Pasaka haipo. Haya ni ya huku. Ni taratibu zetu. Amina. Tunakumbukia. Sasa mtu anataka kasherekea na Pasaka umeisherekea, lakini hiyo haimaanishi kwamba utafaidika na alichofanya Yesu msalabani. Yes. Pasaka unaweza kaisherekea siku yoyote ile. Amen. Ukiamua kujifunza neno. Amina. Ukaelewa damu ya Yesu ilifanya nini. Amen. Ukaelewa kwa nini Yesu alikuja. Amen. Ukaelewa kwa nini Yesu alienda msalabani. Ukielewa hayo, hiyo ni Pasaka tosha. Amen. Glory to God. Amen. Haya mengine ni sherehe. Wewe sherekea popote. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kuna mambo niwaambie watu wa Mungu, Biblia imeshatuambia ni ya kwetu. Amen. Ila kwa sababu hatuna hayo maarifa, tunateseka. Amen. Tunaishi tofauti. Sasa utafika mbinguni utaambiwa wewe ndio tukio wa hukumu wa malaika 5 hawa walikuwa kwenye mtaa wenu. Alafu utajishangaa kuna vitu kwenye maisha yako ni vidogo vidogo vilikushinda. Nilisema huu ni mwaka wa hekima. Haleluya. Amen. Na nikasema pia ni mwaka wa kutofautishwa. Glory to God. Amina. Usipoomba hekima, mtu wa Mungu, usipoomba nini? Hekima. Kuna mambo tukuna ni matatizo makubwa, kumbe shida ni hekima. Na ukiwa huna hekima, hata ukisikia hekima huwezi ukaielewa. Amen. Yaani Sulemani anasema hivi, ukichukua mpumbavu ukamweka kwenye kinu, ukamtwanga, hata umtwange vipi anasema upumbavu wake hautamtoa. Yes. Kuna mahindi ukiweka kwenye kinu ukatwanga yatageuka kuwa unga, si ndio? Amen. Ila mpumbavu hata umtwange kwenye kinu aweza akapata hekima. Upumbavu unabaki naye mpaka upate ule moyo wa ufahamu. Nilifundisha hapa mwezi wa kwanza nadhani, ile roho ya ufahamu. Haleluya. Amen. Usipokuwa na roho ya ufahamu, hekima utaisikia tu. Amen. Kwa sababu hata hekima inapokuja wewe unakuwa uelewi. Utashauriwa neno la hekima, kafanye hivi. Nakwambia hata Bwana akisema na wewe, kama hauna ufahamu, huwezi kaelewa. Sema kuna mtu ananielewa. Amen. Haya matatizo tunayopitia, unaweza kufikiri tatizo lako ni kubwa, sio kubwa.
Mungu akikupa hekima unagundua, kumbe kaka jambo ni kadogo, ila kana kutetemesha. Haulali, kila mtu unamwambia, kila unapoenda ndio story. Wisdom. Kwa maandiko yametupa mamlaka ya kuhukumu. Anasema tutahukumu silaha. Anasema Nuhu alihukumu ulimwengu. Kwa hiyo Yesu wakati anahukumu pale, Biblia inatuambia kazi alizozifanya Yesu na sisi tutafanya nini? Tutazifanya. Sasa ngoja nikuonyeshe kwa nini nakwambia pale Yesu alihukumu. Haleluya. Amen. Ukienda mahakamani, glory to God. Amen. Mtuhumiwa akishahukumiwa, kwa mfano mtu akihukumiwa leo, kuna uwezekano ile hukumu isitekelezwe leo. Haleluya. Amen. Mtu anaweza kama amehukumiwa kunyongwa, ila akaja kunyongwa baada ya miaka 5. Haleluya. Amen. Kuna kitu natamani ukielewe. Ukielewa hapa na ukaelewa juu ya kuhukumu, baada ya muda mchache utakuja unishukuru. Kwa sababu Yesu anasema ugonjwa huu sio wa mauti, ila bado Lazaro alifanya nini? Alikufa. Japokuwa Yesu ameshasema ugonjwa sio wa nini? Wa mauti. Lazaro alikufa. Japokuwa Yesu ameshasema ugonjwa huu sio wa mauti, bado Lazaro akupona siku ile ile. Kwa hiyo kuna siku Yesu alitoa nini? Hukumu. Alafu kuna siku hukumu kaenda kufanya nini? Kutekelezwa. Sio kama tuko pamoja? Amen. Kuna watu nimewaacha. Haleluya. Amen. Yaani ukienda mahakamani, narudia tena, hukumu ikitolewa leo inaweza isitekelezwe leo. Kuna sheria kabisa ambayo inatoa muda kwamba ndani ya hizi siku hii hukumu hiyo imefanya nini? Imetekelezwa. Ndio maana kuna watu wanakata rufaa, ni hapo katikati hapo. Sasa Yesu anauambia ugonjwa ule wa Lazaro, huu ugonjwa sio wa mauti. Yes. Lakini Lazaro anaendelea kuugua. Biblia inasema mpaka alizikwa, mpaka zikapita siku 4. Yaani Lazaro, Yesu anaambia Lazaro ni mgonjwa, akakaa siku 2. Hakwenda kumponya, Lazaro akafa. Zikapita siku 4 baada ya Lazaro kufa. Ukijumlisha hapo ni siku ngapi? 6. Haleluya. Amen. Kwa mpaka Lazaro anakuja kufufuka, ambapo ndo siku sasa ile hukumu inatekelezwa. Ila hukumu imetolewa siku 6 zilizopita. Ukienda ile Marko 11, Yesu alikutana na mtini. Ule mtini ulikuwa hauna matunda. Pale pia Yesu alihukumu. Haleluya. Amen. Alifanya nini? Alihukumu. Akamwambia mtu asile matunda kwako tena. Lakini haikutokea pale pale. Wanafunzi walienda wakalala. Kesho yake wakati wanarudi, ndio wakakuta ule mtini umenyauka. Na sio wote waliogundua. Unajua Petro, haleluya. Tukifika mbinguni tutamshukuru Mungu kwa ajili ya Petro, si ndio? Amen.